Mambo vipi mtazamaji wa Media wa Express? Tupo hapa Mabwepande kwa ajili ya kuangalia changamoto mbalimbali, lakini kwa sasa tunataka kuangalia changamoto ambayo inahusiana na barabara. Je, wakazi wa hapa wao wanasemaje kuhusiana na changamoto ya barabara na usafiri? Tupo na bro hapa, yeye atuelezee. Bro, unaitwa nani? Naitwa Hassan Chia. Changamoto hasa hapa Mabwepande kuhusiana na barabara ni nini? Changamoto kubwa sana, barabara bado hazijakaa katika quality na bado kuna mashimo, tunakosa daladala kutokana na kwamba daladala zenyewe zikija huku zinasema matairi yanaharibika, sio mambo kibao. Kwa sasa hivi tuna usafiri wa bajaji. Usafiri wa bajaji pia unatukosti kwa sababu kutoka hapa Mabwepande mpaka Bunju unakuta inakukosti buku nzima. Ikiwa mwanzo ilikuwa shilingi 700 mpaka 500. Lakini sasa hivi imekuwa buku. Kwa hiyo inatukosti kiuhalisia kwa sababu hatupati zile hadhi za mwananchi ambao anabidi apate kutokana na usafiri. Mwanzo daladala zilikuwa zinakuja huku. Mwanzo daladala zilikuwa zinakuja, lakini kutokana na mazingira ya barabara daladala pia zikaja zikakata. Lakini yoyote inatokana na kwamba serikali zetu hizi za mtaa bado hazijasimama katika kile kitu ambacho kinachoitwa special za kuja kusimamia miundombinu ya barabara. Kwa sababu daladala zikija huku zinaweza zikaita wanafunzi, trafiki akazikamata pale Bunju, zikaita wanafunzi, zikitoka hapa zinaweza zisichukue hapa abiria. Watu wa bajaji wakaeka complaint zikaondoka moja kwa moja. Kwa hiyo kisha hapo inakuwa tena sisi tunapata changamoto wananchi katika kwenda Bunju na katika kurudi Mabwe. Kwa hiyo inakuwa changamoto kwetu kutokana na barabara. Wenyewe wanakuambia barabara mbovu, tairi zinaharibika, vikombe sio na nini, kwa hiyo inakuwa mambo kibao. Kwa hiyo kuna wakati daladala zinakuja kwa ajili ya kuleta wanafunzi. Baada ya hapo zinakata, zinaendelea na shughuli zake nyingine. Zinaendelea na shughuli. Japokuwa hizi daladala zimeandikwa Mabwepande kwamba unaziona unaziona Bunju, unaziona Makumbusho, zimeandikwa Mabwepande lakini hazifiki Mabwepande. Zinaishia Bunju B. Na hapo kuleta wanafunzi mpaka trafiki wazikamate kule, wafaulishe wanafunzi kuwaleta Mabwepande. Na sio mara kwa mara. Utakuta ndani ya wiki labda mara moja au ndani ya wiki pia wasije kabisa. Kwa sasa nyie kama wakazi wa huku mnachukua hatua gani kwa wanafunzi ambao nyinyi watoto wenu wadogo zenu waende shule? Na kipi ambacho mmekisisitiza na kuweka msisitizo zaidi ili kupata msaada wa tatizo lenu? Yaani sisi kia tukizungumza kuhusiana na hilo jambo inakuwa kwetu sisi ni changamoto kwa sababu tushazungumza serikalini, tushaongea sana serikali ya mtaa kuhusu hizo changamoto lakini hazikufuatilizwa. Kwa hiyo wanafunzi wetu sisi au watoto zetu sisi wanakuwa wanatumia tu kitu kimoja. Tunaweza katoka hapa wakatumia shilingi 500 wakasimama mpaka Bunju B kwenye bajaji. Wakafika pale akatelemka, kwa hiyo inakuwa inatukosti atutumie ile nauli ambayo mwanafunzi inabidi atumie labda shilingi 200. Kwa hiyo inabidi mwanafunzi umpe shilingi 500. Na hiyo shilingi 500 ambayo wewe utakayompa bado hajafika shule. Kuna matumizi mengine pia lazima tena umpe. Kwa hiyo inakuwa inatukosti sisi wazazi. Kwa hiyo yani tuseme hatuna suluhisho kwenye jambo hilo kwa sababu tushalalamika serikalini na jambo hilo kwetu limekuwa bado ni gumu. Juzi nimeenda Magoe. Magoe wenzetu wana daladala vizuri ambazo zinatoka Mbezi zinakuja Magoe. Yaani miundombinu yao wenzetu imekaa vizuri. Sasa sijajua sisi mpaka sasa hivi inakuwa vipi. Vikawe inapigwa lami sasa hivi. Umeona bwana? Ukija Kidimu sasa pia inaendelea inapigwa lami. Sasa sijajua sisi process zetu sisi mpaka sasa hivi barabara yetu sisi ni suluhisho kitu gani ambacho kinachowafanya wawe mpaka sasa hivi ishindikane hii barabara kutengenezwa. Ni zaidi tu ya kuchongwa na tuna matuta, unaona matuta tunaweka sisi wenyewe matuta. Na huku kuna magari makubwa, malori yanazidi kuchimba mwisho wa siku kama hivyo. Hii bwana mimi naniasili kama mimi ni bodaboda. Kama bodaboda sasa hivi ilikuwa umetengeneza, sasa hivi ikaje karibika kwa sababu ya magari makubwa, barabara itengenezwe vizuri. Sasa hivi tulikuwa tunaenda Bunju kwa shilingi 2000 kutoka Mabwepande mpaka Bunju kwa shilingi 2000. Ila sasa hivi tulazimu mpaka kwenda kutoka hapa kwenda Bunju kwa 2000 tunaona ndogo. Lazima utoke huku kwa shilingi 3000 mpaka Bunju. Hata kufika kule umefika Bunju, mpaka unafika Bunju mikono ishauma. Yaani unaendesha pikipiki ushakula vumbi, ushakula nini? Kwa sababu kuna mabonde, kuna mishimo. Yaani kifupi miundombinu ya barabara iko vibaya. Shele inatuathiri hivyo. Hata ukisema umepata mgonjwa, kumtoa hapa kumpeleka hata kwa wanga pale. Maana kuna hospitali kubwa pale pembeni hapa. Yaani ilikuwa ni usiku, lazima uwe makini sana kwa sababu huwa ni barabara, yani labda ukisema upite au kuna mashimo, kuna nini hivyo yani. Kuna wakati wowote ambao ulipata mgonjwa au ukapata dharura yoyote ya kuona kuwa barabara hii sasa imenipa hasara kubwa kutokana na biashara yangu ya bodaboda ninayofanya? Kweli hasara inakuwepo kwa sababu gani? Unaweza ukatoka hapa si ndio? Umeweka mafuta yako tuseme kama shilingi 3000.
unasema mafuta yatanifikisha kama shilingi 12,000, lakini unakuta unatoka hapa unaenda Bunju tipu 3 mafuta yameisha kwa ajili ya barabara ilivyokuwa mbovu. Sio ndio? Kwa sababu mashimo nini miundombinu. Jinsi unavyokuwa unapita barabarani unaenda Bunju na umbali wake kwa sababu barabara haijanyoka. Kwa hiyo unatumia kama nguvu nyingi yani. Sio elewa. Kwa kutafuta riziki yetu. Unaona eh? Kwa hiyo kiufupi inatuathiri sana. Kama anaona mwenyewe Mama Samia, anaona nani watufanyie mpango, watukata lami. Mlishafanya mpango kama wananchi kuzungumza na mbunge wa eneo lenu, diwani au uongozi wote wa serikali? Tushazungumza sana. Serikali za mtaa wanajua, mbunge wetu anajua ambao ni Gwajima, wakatuahidi kwamba watatengeneza mwezi wa 7 wa mwaka uliopita 2024, hakutekeleza hiyo swala mpaka sasa hivi yani. Sasa tujui. Na sasa hivi ndio imezidi kuharibika sana. Kama umetokea Bunju utakomeona. Bali imeharibika sana. Yaani ukitoka hapa mpaka Bunju aisee. Yaani kama ulikuwa umekaa hata kama umekaa kwenye bajaji. Kwa sababu bajaji mwanzo ilikuwa shilingi 700. Sasa hivi wanaenda Bunju kwa shilingi 1000. Pikipiki tulikuwa tunaenda kwa 2000. Sasa hivi tunaenda Bunju kwa shilingi 3000. Kwa ajili ya barabara kuwa mbovu. Unaona? Yaani kusema ukweli swala la barabara linatumiza sana. Yaani kama inawezekana watufanyie mpango hata kuja kufika mwezi wa 6 barabara ishakuwa ishapita. Kwa sababu wenzetu wote washawekewa. Kama Vikawe wamewekewa sasa hivi, unaona. Hapa njia ya wapi? Kuna njia fulani hivi inatokea hapa hivi. Ya Msumi wamewekewa. Na ilikuwa ikitoka Msumi ratiba yao ya serikali kutoka Msumi inafuata barabara hapa. Lakini bado na mpaka sasa hivi hatujajua shida nini. Kwa ndio hivi yani kipande cha kutoka hapa kutoka kwa Kunja hapa Mabwepande hapa kuelekea Magoe. Kidogo ndo kidogo kwa vizuri. Lakini kuanzia hapa kuelekea Bunju bado changamoto. Na vipi ikiwa wakati wa mvua? Wakati wa mvua ndo yani ndo vibaya mno. Yani wakati wa mvua hata kwenda Bunju kwa shilingi 3000 wenyewe huwa tunagaili kabisa. Kwa nini unagaili wakati ni biashara au unaifanya? Ni biashara lakini barabara uwezo kaenda kwa sababu kwanza humu kwa njiani uwezo ukapita kwa sababu inakuwa ni mabonde mengi ya maji. Unakuta mtu kavaa nguo yake nyeupe hivi, alafu unapita kwenye maji. Mimi nisha kumdondosha mtu kwenye maji na hajanilipa. Unaona? Kwenye madimbu ya maji. Chai kumdondosha. Kwa sababu utakweba mangapi? Mengine wanasema hapa napita kuko vizuri, umeteleza umedondoka. Kwa hiyo unatupa shida sana mwanangu, rafiki yangu. Kwa mimi barabara inatuasili hasa sisi tunaofanya kazi. Kati unataka kutoka asubuhi na jioni wakati kurudi. Kuna muda inafikia kipindi ambacho kama hasa wakati wa mvua unakuta nauli zinafika utakuta 2000 hadi 3000. Unaona? Kwa unakuta hata ile mshahara unaochukua muda mwingine inabidi tu unamalizikia njiani au unabingwa unatakiwa lale huko kutoka na ile adha ya kutoka. Pia wakati wa mvua utakuta pia hata hizo bodaboda inakuwa ni shida. Unaona? Afu kingine mimi nilikuwa naomba tu ushauri kwa serikali kwamba waangalie kwa jicho la tatu iseme kwa sababu kuna hospitali kubwa ya wilaya ambayo ipo huko. Pia kuna poli la akiba ambalo ni kama sehemu kwa watalii kwenda kuangalia hasa na barabara inapokuwa mbovu hasa msimu wa mvua. Sasa sijajua itakuwaje. Kama ndo hivyo tu inafika kipindi barabara zinakuwa zipitiki. Je, vipi mgonjwa alipotoka hospitali anatakiwa apelekwe na ambulance na isha kuwa na hospitali kubwa wilaya. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni kubwa sana kwenye barabara huko Mabwepande. Kwa muda gani ambao wewe tangu umekaa hapa umeona imefanywa marekebisho na ahadi zilizokuwepo hadi hivi sasa? Tangu nilipokuepo, tangu msimu ulikuwa nasikia tangu msimu wa Mdee walisema tu ipo kwenye bajeti kwamba tapigwa lami, ametoka Mdee, ameingia Gwajima. Ni kama imekuwa story tu, tapigwa lami hapa leo kesho wanachonga. Mwisho wa siku ndio hivyo. Msimu wa mvua barabara zinakuwa na jama shimo, watu wanalalamika, wanazichonga kidogo, wakati kama huo zinapitika. Basi ndio inakuwa ndio hivyo. Maana hata hadi zilizowekwa mimi naamini hata hizo barabara zingine zilizoweka lami ni kabla ya hizo. Ila nashangaa tu hizo zingine zimetokea zimewekwa lami afu hapa ndio kama unavyoona hivi. Hii barabara ukienda nayo inatokea hadi wapi? Hii barabara ukienda nayo hii inatokea hadi Mbezi. Mbezi kabisa kule stendi. Mbezi, stendi ya Magufuli. Na kuna kipindi kulikuwa na adha huko usafiri. Hata mabasi yale wanaenda Tanga, Arusha alikuwa anapita hapa. Lakini sasa hivi mmestop kutokana na barabara. Sasa hivi hayapiti, labda inatokea tu gari hizi za kawaida ndogo, mtu anaweza kupita kama shortcut kama atapona kwa kuna foleni.
Changamoto kwa kweli, barabara Mabwepande ina changamoto kubwa, alafu ukizingatia kabisa kikubwa Mabwepande na hospitali ya wilaya, alafu hii barabara ni inaunganisha stendi ya Magufuli na barabara na Bagamoyo Road. Na hata kama changamoto zilishawahi kutokea kipindi kuna lori liziba barabara pale Kibamba. Kwa hiyo gari zote kutoka Magufuli zilikuwa zinapita Mabwepande za kwenda Iringa, Mbeya, Arusha, zote zilipita huku kuzungukia Msoga, kutokea Chalinze, zingine kwenda Tanga, kwenda Arusha. Kwa hiyo ilikuwa inatumika kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha, kiasi kwamba hii barabara kishaweka kiwango cha lami, basi za kwenda Arusha, Tanga wapi natakiwa zipite Mabwepande. Lakini kuna ahadi zilitolewa, lakini nadhani ahadi wanatoa, lakini kutekeleza inakuwa ndo shida. Ahadi zilitolewa na nani na kwa wakati gani? Ahadi zinatolewa na viongozi wanaokuja kuomba kula mambo bunge kutoka utawala wa Alimamde. Ahadi zilitolewa na changamoto zilikuwepo, wakaahidi kuwa wataweka lami, lakini haikuwezekana. Umekuja utawala sasa hivi wa Gwajima, mpaka sasa hivi ahadi bado haijatekelezwa mpaka leo. Haijaweka kiwango cha lami zaidi ya kukwangua tu, lakini wakati wa masika ndio inakuwa ipitiki kabisa. Inakuwa ina changamoto hiyo. Na ukiangalia sasa hivi tuna hospitali kubwa ambayo ni ya wilaya ya Mabwepande. Je, ni changamoto kwa kweli ni kubwa katika barabara. Ukija ukiangalia ahadi ya barabara ilitolewa kabla hata ile barabara ya Madale. Lakini Madale sasa hivi barabara imeshaisha, lakini Mabwepande bado naona kuko kimya. Sasa hivi kuna msitu wa Pande ambao kuna utalii. Watalii wanakuja huku, lakini unakuta saa zingine gari wanaharibikiwa njiani kutokana na ubovu wa barabara. Wewe kama dereva na uzoefu wako, huwa unaweza kuyasolve vipi matatizo ya barabara kwa wakati wa kipindi cha mvua? Wakati kwa kipindi cha mvua huwa tunajitolea kama madereva, sehemu ambazo zinakuwa korofi mnajitolea, mnarekebisha ili wananchi waweze kuendelea kupita, na usafiri vile vile unakuwa unapanda. Kwa sababu kuna daladala za Mabwepande, Makumbusho, lakini hazifiki huku kutokana na changamoto nini ya barabara. Lakini wakati barabara ilikuwa iko vizuri, gari zilikuwa zinafika, lakini sasa hivi daladala zinashindwa kufika kwa sababu ya changamoto ya barabara, zinaishia Bunjubi. Kwa hiyo Mabwepande haziwezi kufika, changamoto ya barabara. Kwa hiyo sisi labda tutoe tu ushauri kwa serikali ili angalie hilo, kwa sababu hospitali iliyopo sasa hivi ni kubwa ile. Sasa kama mnakuwa na hospitali kubwa, ambulance yenyewe kupita inakuwa ni shida ikishakuwa na mgonjwa. Na kwa daladala kuna wanafunzi hapa, wanaendaje shule? Mara nyingi wanafunzi wanatumia bajaji au bodaboda. Kwa hiyo usafiri wa daladala hauwezi kufika kutokana na nini? Changamoto ya barabara. Na walishalalamika madereva wa daladala walilalamika kwamba hatuwezi kupeleka gari kule kutokana na nini? Barabara changamoto. Sasa uwezi mtu kwa sababu ile daladala inalipa mapato. Kwa hiyo hawezi bosi akasema gari yake iende kwenye barabara mbovu inaharibika na huko analipa mapato, kwake inakuwa haiwezi kumlipa, ndio maana zinaishia Bunjubi. Kwa hiyo changamoto ya wanafunzi wanatumia bodaboda, wanatumia na bajaji, ndio usafiri mkuu huko.